Ya dakika 90 kutamatika katika mchezo mwingine, mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu sana na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Leo siku ya Alhamisi ya Septemba 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, na mechi hiyo ilikuwa inachezeka ama ilikuwa inatakiwa ichezeke na ilipangwa kwamba kuchezeka katika dimba la Benjamin William Mkapa, na mechi hiyo imetamatika kwa Simba kuondoka na ushindi mnono, ushindi ambao watu wengi wanasema ni mtu amekufa 3-0, kwa maana waliweza kualika kwa maana timu kutoka kule kwa Babati Manyara. Hawa ni Fountain Gate FC ambao kwa takwimu za mwisho kukutana na Simba waliweza kufunga magoli 4-0 katika dimba la KMC Complex msimu uliomalizika, msimu wa mwaka 2025 msimu wa mwaka 2026. Na mechi yao ya mwisho Simba dhidi ya Fountain Gate, Simba waliondoka na ushindi wa magoli 4-0, na leo pia wameweza kuondoka na ushindi wa magoli 3-0. Waarabu wanasema ni thalathatun kwa mtunge, kwa maana Fountain Gate hawajambulia hata goli la kufuta machozi. Lakini hapo siku ya jana kulitamatika michezo miwili ikichezeka katika viwanja mbalimbali ama viwanja viwili tofauti. Mchezo wa kwanza ulichezeka katika dimba la Benjamin William Mkapa, ambapo walikuwa ni wenyeji mabingwa watetezi wa ligi kuu msimu uliomalizika 2024-2025. Hawa ni Yanga Sports Club, walikuwa wakicheza dhidi ya Pamba Jiji Football Club kutoka kule Mwanza, na mechi hiyo ilitamatika kwa Young Africans kuondoka na ushindi wa magoli 3 kama wao wenzao, kwa maana watani wao. Na siku ya leo waliweza kuwafunga Pamba Jiji magoli 3-0. Magoli yote Young Africans ilifungwa na Mudathir Yahya Abbas, lakini pia goli lingine likafungwa na Max pia Nzegeli. Lakini yote kwa yote, mara baada ya dakika 90, ama kwa wale ambao walifungua akaunti ya mabao katika uongozi, kwa maana goli la kwanza la Young Africans lilifunguliwa na moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri ama wanawika zaidi katika ligi kuu soka Tanzania bara, tangu pia sajiliwe ndani ya kikosi cha wananchi Yanga Sports Club. Huyu ni Lasini Kouma, moja kati ya viungo ambao wanafanya vizuri ndani ya kikosi cha wananchi. Lakini mchezo mwingine ulitamatika kule Azam Complex nje kidogo jijini Dar es Salaam kule Chamazi, kwa Azam Football Club kuweza kuifunga moja kati ya timu ya kutoka kule jijini Mbeya. Hawa ni Mbeya City kwa idadi ya magoli 2-0. Magoli ya Azam Football Club yalifungwa na Nasor Saaduni mnamo dakika 32, lakini Faisal Salum Feitoto mnamo dakika 46 ndio aliyefunga akaunti ya mabao, na mechi katamatika kwa Azam Football Club kuondoka na ushindi wa magoli 2-0. Na mechi ya jana ilizaa magoli 5, kwa maana Yanga wakipata magoli 3, lakini wao Azam Football Club waliwafunga Mbeya City magoli 2, na mechi zote mbili zikazaa magoli kwa idadi ya magoli 5. Lakini leo imeweza kutimia ama magoli 3 yameweza kupatikana Benjamin William Mkapa mara baada ya dakika 90 kutamatika, Simba akiondoka na ushindi wa magoli 3 mbele ya huyu ambaye ni Fountain Gate. Leo pia amekubali kuendelea kudidimizwa, na tunasema kwamba ni kibonde tayari sasa wa Simba Sports Club, na magoli yote ya Simba ilianza kufunguliwa na beki mpya ambaye amesajiliwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, Rushun Deruka kutoka kule Mamelodi Sundowns ya kule Afrika Kusini. Lakini akipotokea ama kwa maana akipokea pasi ama ni assist iliyotolewa na Jean Charles wa mpira, akipiga mpira wa kona, lakini goli la pili likaja likafungwa na yule ambaye ametoa assist ya goli la kwanza kupiga kona. Huyu ni Jean Charles Awa, assist akipokea kutoka kwa Yusuf Kagoma. Lakini goli la tatu pia ameweza kuhusika kwa namna moja ama nyingine, kwa maana ni Eli Mpanzu ambaye aliweza kuhusika katika goli hilo la tatu, ambapo ni Jonathan Soa ndio alifunga akaunti ya akaunti ya mabao kwa Simba kuweza kuondoka na ushindi wa magoli 3-0. Na huu hapa ni msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya mechi ya Simba kutamatika. Mchezo mmoja wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu hapo siku ya jana, leo sasa umekwisha tunasema huu ndo tathmini yake. Nafasi ya kwanza bado wapo wazoa kichapo cha kizalendo. Hawa ni JKT Tanzania, bado wako kileleni wakiwa na alama 4 wakiwa wamezivuna katika michezo miwili, lakini Mashujaa bado yuko naye nafasi ya pili akiwa na alama 4.
akiwa amezivuna katika michezo miwili. Lakini Namungo Football Club wako nafasi ya 3 wakiwa na alama 4 ambao wamezivuna katika michezo miwili ambayo wamekwisha kucheza. Lakini mnyama Simba kutoka nafasi ya 13 leo amepanda hadi nafasi ya 4 akiwa na alama 3 akiwa amezivuna katika mchezo mmoja ambao amemalizana dhidi ya Fountain Gate. Lakini nafasi ya 5 imekamatwa na Yanga Sports Club, wao na alama 3 ambao wamezivuna katika mchezo mmoja hapo siku ya jana. Azam Football Club nafasi ya 6 akiwa na alama 3 akiwa amezivuna katika mchezo mmoja ambao aliocheza hapo siku ya jana. Singida Black Stars wako nafasi ya 7 wakiwa na alama 3 wakiwa wamezivuna katika mchezo mmoja. Lakini Coastal Union kutoka Tanga wana alama 3 wakiwa wamezivuna katika michezo miwili. Lakini KMC wameshika nafasi ya 9 wakiwa na alama 3 wakiwa wamezivuna katika michezo miwili. Lakini nafasi ya 10 kamatwa na Mbeya City, yeye akiwa na alama 3 akiwa amezivuna katika michezo miwili. Lakini Tabora TRA United hapo awali msimu uliomalizika ikijulikana kama Tabora United wako nafasi ya 11 wakiwa na alama 1 wakiwa wamezivuna katika mchezo mmoja. Lakini Dodoma Jiji wakiwa na alama 1 ambazo wamezivuna katika michezo miwili na wako nafasi ya 12. Lakini nafasi ya 13, nafasi ya 12 imekamatwa na Dodoma Jiji, wao na alama 1 akiwa wamezivuna katika michezo miwili. Lakini nafasi ya 13 imekamatwa na Pamba Jiji, yeye ana alama 1 akiwa amezivuna katika michezo yake miwili. Lakini Mtibwa Sugar yuko nafasi ya 14 akiwa hana alama hata moja, kwa maana ni 0 na tayari amekwisha kucheza mchezo mmoja. Lakini Tanzania Prison bado wako chini wakiwa nafasi ya 15 wakiwa hawana hata alama, tayari wamekwisha kucheza michezo miwili. Lakini wa mwisho ni Fountain Gate, yeye ameshuka hadi nafasi ya 16 mwishoni kabisa akiburuza mkia akiwa hana hata alama moja, kwa maana ana 0 akiwa tayari amekwisha kucheza michezo miwili. Huu ndio mwenendo ama hali ilivyo katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Simba kutoka nafasi ya 13 amesogea hadi nafasi ya 4. Hizi ni mechi za awali tu, pengine watu wanategemea ama tutarajie kuona msimamo msimamo huu pengine utabadilika. Pengine JKT je ataendelea kusalia hapo hapo, au Mashujaa ataendelea kusalia nafasi ya 2 na Namungo je itakuwaje? Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars pengine watamaliza msimu huu katika nafasi gani? Tunasema kwamba lisemalo lipo kama alipo basi linakuja. Je, msimamo huu utabadilika ama utakuwa namna gani? Tunasema endelea kubaki hapa ndani ya Niako TV. Lakini kama ana mara kwa kwanza kujiunga na sisi, nikuombe subscribe our channel, lakini pia bonyeza alama kengele ili kwanza kupata taarifa zetu zote kila wakati tunapozi upload taarifa zote za kimichezo, kiburudani, siasa, kijamii kutoka nyumbani Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Pia tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Mimi naitwa Official Mutre Msanwaji, unaweza kunifollow mimi kwenye Instagram yangu na patikana kwa jina moja la Official Mutre Msanwaji. Hili ni Niako TV, tunasema habari yako ni habari yetu. Ulikuwa ni msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025 mara baada ya Simba kumalizana na Fountain Gate kwa kushinda magoli 3-0 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa.